Ni kualike tuangazie habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari, Rodri wa habari. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali, Mheshimiwa Gerson Msigwa, amesema kuwa ukarabati wa uwanja wa Uhuru, Shamba la Bibi, umefikia 90% na ukarabati mzima utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 19.7. Uwanja wa Uhuru umekuwa katika marekebisho tangu mwaka jana, na marekebisho kwenye uwanja wa Uhuru yalitokana na ukweli kwamba uwanja ulikuwa karabatiwa kwa muda mrefu, ukawa umeharibika sana kiasi kwamba shirikisho la kandanda Tanzania liliufungia uwanja ule kutumika kwa michezo ya ligi kuu. Kwa hivyo serikali ilichukua hatua mara moja ya kutengeneza mradi wa ukarabati wenye gharama ya shilingi bilioni 19.7, na tunafurahi kwamba tumeanza ukarabati huo na sasa tunaelekea mwishoni. Tumefika takriban 90% ya ukarabati wake. Kazi kubwa iliyobaki kwenye uwanja wa Uhuru sasa hivi ni ya kumalizia kufunga viti zaidi ya 20,000 vilivyopo katika uwanja ule. Hivi karibuni kumeibuka hoja mbalimbali juu ya matumizi ya uwanja wa Benjamin Mkapa katika kuweka sawa kauli na msimamo wa wizara katika kulinda na kuendelea kutunza ubora wa uwanja huo ni kupunguza matumizi ya uwanja, huku baadhi ya matengenezo yakiendelea kumaliziwa. Baada ya kuisha kwa CHAN, tukaruhusu Yanga na Simba wautumie uwanja kwenye mechi za ligi wakati tunatafuta mkandarasi kwa ajili ya kurekebisha uwanja. Lakini wakati huo kuna mechi za kimataifa. Wiki ile moja ambayo tulijikuta uwanja unatumika mara 6 ndani ya siku 5 badala ya mara 2, umetumika mara 6. Tukaona matatizo makubwa yamejitokeza kwenye pitch. Tukakaa na Simba na Yanga na TFF tukakubaliana, kwa hali hii iko siku tutashindwa kufanya mechi ya kimataifa hapa kwa sababu uwanja una hali mbaya. Busara ikatuongoza tupunguze matumizi ya uwanja. Kwa hiyo tukakubaliana kimsingi kwamba Yanga na Simba mechi zao za ligi watafute viwanja vingine pale, tupabakize kwa ajili ya mechi za kimataifa na mechi za dabi. Na rais wa klabu ya Yanga na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, Engineer Hersi Said, amesema kuwa mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu hiyo unaendelea katika hatua nzuri na wala haujakwama, bali kila hatua inaenda kwa wakati na weledi mkubwa ili kuwa na mfumo mzuri wa mabadiliko uliopita katika hatua zote stahiki. Sisi Young Africans kwenye transformation yetu hatujakwama. Kwa nini? Transformation yetu ipo katika hatua kadhaa. Ya kwanza ilikuwa ni kujifunza. Tumejifunza kwa La Liga, lakini sio kukopi, ni ku learn from the best na kuicustomize kwenye matumizi yetu ya nchi. Tumeweza kufanya hilo. Baada ya kujifunza, tumegusa maeneo matatu ya transformation yetu. Eneo la kwanza ni club ownership. Tukajifunza vilabu vya Ulaya vinamiliki umiliki wa aina ngapi. Umiliki wa kwanza ni public football club na umiliki wa pili ni private football club. What is public football club? Ni klabu ambayo inamilikiwa na wanachama, association. Aina ya pili ya umiliki ni private football club. Ni vilabu vinavyomilikiwa na either taasisi au mtu binafsi. Kwa hakuna emotional connection. Kwa hiyo ni faida na hasara hapo. Sisi Young Africans tulichagua mix model, mfumo mchanganyiko wa kuchukua 49% za wawekezaji, kwa maana tufungue room of investment na tubakize 51 kwa ajili ya wanachama wetu wawe majority shareholder. Aidha, Engineer Hersi Said amesema kuwa falsafa za maendeleo ya timu za vijana zinatofautiana kwa timu na uongozi husika. Falsafa ya uongozi wao ni kuhakikisha miundombinu inaimarishwa, wachezaji timu za vijana wanapata fursa katika timu ya wakubwa na kuhakikisha timu ya wanawake inafanya vizuri. Kwa sasa maeneo hayo yatatiliwa mkazo ili kutimiza azma hiyo. Ukiniuliza mimi na viongozi wenzangu, falsafa yetu sio kuchukua ubingwa kwa hizi youth development. Falsafa inapaswa kuwa ni kuhakikisha una produce wachezaji wengi zaidi kwenda kwenye senior team. Eneo la tatu ambalo pia linahitaji improvement ni eneo la facility. Sasa hivi tuna facility pale Kigamboni kwenye maeneo ya Avic, lakini malengo ya uongozi wetu ni kuhakikisha tunajenga uwanja wetu, kuimprove facility, kuwa na uwanja wetu wenyewe.
Injinia Hersi Said ni miongoni mwa viongozi wachache waliodhihirisha uwezo mkubwa wa kiuongozi na ubunifu katika sekta ya michezo nchini kupitia nyadhifa mbalimbali kama vile rais wa klabu ya Yanga, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, na hivi karibuni ameteuliwa na FIFA kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano yote ya vilabu ya wanaume duniani kwa kipindi cha miaka 4, yani 2025 hadi 2029. Hersi amekuwa mtu wa kwanza kutoka Afrika Mashariki na Kati kuingia kwenye kamati kubwa ya mpira ulimwenguni. Hongera Hersi Said. Na tumalizie habari za michezo kitaifa kwa kutazama nyota wa JKT Omari Sadiki ametoa tuzo ya mchezaji bora wa msimu, yani MVP regular season 2025 katika tuzo zilizotolewa usiku wa jana na chama cha mpira wa kikapu Dar es Salaam baada ya kuisaidia JKT kufika fainali ya playoff katika ligi ya mpira wa kikapu Dar es Salaam. Pia ametoa tuzo ya best 3 pointer wa msimu wa mwaka 2025. Jumla ya tuzo 18 zimetolewa katika hafla hiyo iliyofanyika usiku wa jana Oktoba 13, 2025 na kuweka historia ya BDL kuandaa usiku wa tuzo kwa mara ya kwanza katika historia ya chama hicho. So yeah, ni development kubwa sana imefanyika, so big up to Basketball Dar es Salaam na management yake na pamoja na wadhamini wote ambao wameweza kutokeza this season na kuweza kusupport na kuweza kufanikisha hili. So yeah, kwa upande wangu tuzo leo kwa kweli nimekuwa surprised kwa sababu sikutegemea kama nitapokea tuzo hii, lakini namshukuru Mungu nimepokea tuzo hii. Kitu pekee ambacho naenda kuzungumza siku ya leo ni kwamba tutane msimu ujao, kwa sababu nitaenda kufanya mazoezi zaidi kwa ajili ya kupata challenges tofauti, kwa sababu kuna tuzo nyingi ambazo nilitamani nizipate kwa mwaka huu, lakini sikuzipata kutokana na level yangu ya uchezaji. Wachezaji wengine walioshinda tuzo hizo ni Jessica Ngisaise wa JKT Stars, ambapo ameshinda tuzo ya MVP na best 3 pointer na best scorer. Taudensia Katumbi wa DB Lions ambaye amebeba tuzo ya mlinzi bora na tuzo ya best rebounder. Mohamed Mchenga ambaye ametoa tuzo ya kocha bora wa mwaka kwa upande wa wanawake, na Mohamed Mbwana wa Dar City ambaye ametoa tuzo ya kocha bora wa timu ya wanaume. BDL pia imetoa cheti cha shukrani kwa kampuni bora ya mawasiliano ya Vodacom ambayo ni wadhamini wakuu wa ligi ya mpira wa kikapu Dar es Salaam. Pia wameshiriki kwa asilimia kubwa kufanikisha tuzo hizo za kihistoria.